Mpaka ilipotimia saa 3 asubuhi leo, kiwango cha juu zaidi cha mvua kimeweza kuripotiwa katika kituo kilichopo Pemba kwa kuripoti mvua kiasi cha milimita 136.1. Kama kuna athari yote iliyotokana na mvua hiyo, tafadhali usisite kutumia hayo matukio kupitia mitandao ya kijamii ya Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Na picha za satellite mpaka mchana wa leo zimetuonyesha uwepo wa mawingu mazito yalionekana zaidi katika maeneo ya mwambao wa Pwani ya Bahari ya Hindi, hali iliyosababisha kuwepo na hali ya mvua katika baadhi ya maeneo hayo. Na mifumo ya upepo inatuonyesha upepo kwa siku ya kesho unatarajiwa kuendelea kuwa wa wastani katika maeneo mengi ya nchi. Viashiria vya mvua vyenye nguvu vinaonekana katika maeneo mwambao Pwani ya Bahari ya Hindi na kuingia ndani kwa mkoa wa Morogoro. Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania ikitoa angalizo la matarajio kuwa na vipindi fupi vya uwepo wa mvua kubwa katika maeneo machache ya mikoa iliyopo mwambao Pwani ya Bahari ya Hindi yakijumuisha na mkoa wa Morogoro. Ni vyema kuwa makini na angalizo hilo. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu ukanda wa Ziwa Victoria kutajwa na hali ya ngurumo za radi katika maeneo machache, huku nyanda za juu kaskazini mashariki kutajwa na hali ya mvua katika maeneo machache, na mwambao wa Pwani ya Bahari ya Hindi yakijumuisha na mkoa wa Morogoro kutajwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua itakayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache. Sehemu zilizosalia zikitajwa na hali ya mawingu kiasi na hali ya ukavu kwa ujumla. Kwa siku ya kesho ni matarajio yetu ukanda wa Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi, nyanda za juu kaskazini mashariki kijumuisha na mkoa wa Ruvuma kutajwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua itakayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mwambao wa Pwani ya Bahari ya Hindi yakijumuisha na mkoa wa Morogoro kutajwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vifupi vya jua. Sehemu zilizosalia zikitajwa na hali ya mawingu kiasi na yenye hali ya ukavu kwa ujumla.